Macho ya kijivu sasa yanatambulika kama rangi adimu zaidi ya macho ya asili, yakizidi hata rangi ya kijani ambayo ni nadra. Tafiti za hivi karibuni zinakadiria kuwa chini ya 1% ya watu duniani wana macho ya kijivu, idadi ambayo ni ndogo kuliko takriban 2% ya watu wenye macho ya kijani. Rangi hii ya pekee ya macho husababishwa na mchanganyiko wa kiwango cha chini cha melanin na kiwango kikubwa cha collagen kwenye sehemu ya iris inayoitwa astroma. Muundo huu husababisha mwanga kutawanyika kwa namna inayofanya macho yaonekane kuwa ya kijivu, tofauti na macho ya bluu ambayo pia hutokana na mtawanyiko wa mwanga lakini kwa viwango tofauti vya melanin. Macho ya kijivu hupatikana zaidi kwa watu wenye asili ya Ulaya, hasa katika nchi ya Estonia, Finland na maeneo ya karibu. Kinyume chake, macho haya ni nadra sana barani Asia na Afrika, ambako watu wengi huwa na macho yenye rangi ya giza zaidi kutokana na viwango vya juu vya melanin vinavyolindwa zaidi dhidi ya mwanga mkali wa jua. Muonekano wa macho ya kijivu unaweza kubadilika kutokana na mwanga au rangi zilizopo karibu. Wakati mwingine yanaonekana kama ya bluu, kijani au hata kahawia yenye mng'ao wa dhahabu, yani hazel. Mabadiliko haya ya muonekano huongeza mvuto wao wa kipekee na yamechangia kutambuliwa rasmi kama rangi tofauti ya macho, si tu aina ya bluu kama ilivyodhaniwa awali. Ingawa macho ya kijivu yanapendelewa kwa urembo wake wa nadra, yanaweza kuwa na mwitikio mkubwa kwa mwanga na kuwa katika hatari kubwa ya baadhi ya matatizo ya macho kutokana na kiwango cha chini cha melanin. Hata hivyo, tafiti zingine zinaonyesha kuwa watu wenye macho haya wanaweza kuwa na uwezekano mdogo wa kupata baadhi ya magonjwa ya kingamwili, jambo linalodhihirisha uhusiano changamano kati ya rangi ya macho na afya. Pakua app ya SnS Premium sasa, ufurahie makala za kusisimua, stori za watu maarufu duniani na mambo mengine mengi. Pakua kupitia Play Store au App Store. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.